Watu wanaamini kwamba hiyo inaweza kuwa ni story. Watu wanaamini kwamba hiyo inaweza kuwa ni hadithi. Lakini nataka niwaambie wananchi, paredi ya mwakani hatutaifanya hapa. Hapa patakuwa na ujenzi tayari unaendelea. Paredi ya mwakani haitakuja hapa, itabidi tutafutie mahali pa kwenda. Kwa sababu wakati huo kutakuwa kuna ujenzi unaendelea. Na hivi tunavyozungumza, tupo katika hatua nzuri za kuanza ujenzi. Napenda leo nieleze vizuri kidogo watu waelewe. Club Young Africans ilipoingia makubaliano, na wachukua kwenye safari ya kwanza. Najua watu wengi wanatamani kujua. Tulipoamua kutafuta mwekezaji wa kujenga uwanja, Club Young Africans kwanza ilianza kwa kuhakikisha inapata ardhi hapa Jangwani. Ardhi yetu sisi katika historia ya watu wanaofahamu inaanzia hapo, ukiacha jengo inaanzia hapo inakwenda mpaka pale, inarudi inazunguka, inaishia maeneo karibu na barabara ya Jangwani Faya. Lakini ardhi hii ilikuwa ina kilomita 1035. Katika hizo kilomita 35 zilikuwa hazijakaa katika eneo la mstatili ambalo linaweza kufanya sisi ndio uwanja. Kwa tulichokifanya, tukaiomba serikali yetu sikie chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Serikali itatupa ardhi ambayo ina urefu wa mita 250 kwa upana wa mita 150. Kwa kuanzia pale tutakwenda 150 na 250 marefu. Ikaleta jumla ya kilomita 37,500. So serikali itatuongezea kilomita 2,500 kutoka kwenye ardhi hiyo. Mwaka jana wakati wa wiki ya mwananchi, wizara kupitia waziri wa ardhi kakaangu Deo Njembe alitukabidhi hati inayoonyesha ukubwa huo. Baada ya kupokea hati, tukaingia kwenye mradi. Wote tunafahamu kwamba eneo hili linakwenda kwenye mradi wa serikali. Tukaanza kufanya majadiliano na watu wa mradi, wakatuelekeza vipi vya kufanya. Baada ya hapo, Club Young Africans kupitia kamati yake ya utendaji ingetafuta mwekezaji wa kufanya naye mradi. Tukatangaza kwenye vyombo vya habari kumtafuta partner wa kuwekeza kwenye mradi huu. Partnership hiyo ilipotangazwa, watu wakaomba, na sisi kupitia sekretari yetu tukachakata. Mwisho wa siku tukampata GSM Tanzania kama mwekezaji atakayekwenda kushirikiana na Club Young Africans. GSM alipopatikana na kupita kwenye mchakato, tulikutana hapa miezi kadhaa iliyopita, tukasaini naye makubaliano ya kwamba yeye ndio atakuwa partner wetu katika ujenzi wa uwanja huu. Na partnership hiyo ilikuwa ni 50% ya Young Africans na 50% ya GSM Group. Kitu gani kinawafanya kila mmoja achukue 50%? Ni kwamba Club Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuingia kwenye mradi, na GSM Group itatoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja. Partnership hiyo ilikuwa kila mmoja ana jukumu la kufanya. Baada ya kumaliza hiyo hatua, tukaenda kwenye taratibu za kiserikali. Club Young Africans ni klabu ya wanachama. Ardhi yake inamilikiwa na wanachama. Tunapokwenda kufungua kampuni itakayokuwa na 50% ya mwekezaji na 50% ya Club Young Africans, maana yake mnakwenda kwenye kampuni ya binafsi ya biashara itakayomiliki uwanja huu. Ukawa kuna taratibu za Club Young Africans kuzifanya ili ardhi yake inayomilikiwa na wanachama iweze kuingia kwenye sehemu ya mradi. Maelekezo tuliyopata na mwongozo tuliopata kutoka kwenye serikali na vyombo vyake ni kwamba tunapaswa kuileta kwenu wanachama wa Young Africans, mridhie ardhi hiyo kuingia kwenye mradi ili iweze kuingia kutoka kwenye kumilikiwa na wanachama kuja kumilikiwa na kampuni. Hatua hiyo tumeshaanza kuifanya, na katika ajenda za mkutano mkuu wa tarehe 2 mwezi wa 8
Ajenda hiyo itakuwa ni mojawapo ya kuomba ridhaa ya wanachama wa Young Africans kuridhia ardhi yao kuingia kwenye mradi. Naamini wote katika wanachama wa Young Africans watakubaliana na hili. Tuinue mikono juu wale ambao wanakubaliana na hili. Tuinue mikono juu. Young Africans kwa shauku iliyokuwa nayo inakubaliana na hili jambo, na sisi kama viongozi tutakwenda kulitekeleza kwa kuwa maelekezo haya tumepewa ya kisheria na tutapeleka kwenye mkutano mkuu. Hatua iliyokopo sasa ni ufunguzi wa kampuni mpya itakaomiliki huo uwanja, na baada ya kukamilika hapo, sisi tutakwenda kwenu wanachama mtoe ridhaa ya uhamisho kutoka umiliki wa ardhi hiyo chini ya wanachama kwenda kwenye umiliki kupitia kampuni ambayo itakuwa ni partnership. Na hatua hiyo itakwenda kukamilika tarehe 2 mwezi wa 8 katika mkutano mkuu wa wanachama. Tuko tayari Yanga? Tuko tayari Yanga? Tuinue mikono juu kwa tuko tayari. Tuinue mikono juu, tuinue mikono juu. Tunawashukuru sana, na hili tutaenda kulitekeleza kwa muktadha wa katiba siku ya tarehe 2 mwezi wa 8. Baada ya hapo tutaona kazi kubwa itakayokuwa imeandaliwa hapa na mwekezaji wetu katika ujenzi wa uwanja. Hilo ndio litakuwa deni langu la mwisho kwenu wanachama. Mengine ni kuchukua ubingwa kila mwaka, na huu ni ushahidi wa kuchukua ubingwa kila mwaka. Yanga oye! Yanga bingwa! Asanteni sana. Mwisho naona watu wawili hapa kwa sasa. Maxi Nzengeli. Coach Molini. Coach. Mwana baba. Leo pili kelele. Hawa ndio watu wanaotupigania nyuma ya pazia. Tuwapige makofi wananchi hawa. Hawa ndio wanaume wanaotupa mafanikio nyuma ya klabu ya Young Africans. Asante sana, asante sana. Coach Mabedi, thank you very much. Wanaume, wananchi, chama mmeliona. Hili chama mwaka huu limepigwa sana vita. Na vita ni kwa sababu gani? Hakuna mtu anafurahia Young Africans kuchukua mara 5 mfululizo. Hayupo. Vita itakuwa kubwa mwakani, lakini sisi tutakuja imara zaidi ya wao. Tutafika tena mwakani. Tunawakilishwa pia na Yanga Princess. Jamini yuko hapa. Nataka niwaambie, sisi Young Africans tumeweka historia kubwa katika mpira wa wanawake. Leo tuna mchezaji anayecheza katika mataifa makubwa, anacheza klabu moja na Cristiano Ronaldo. Kama Luvanga ametoka katika ardhi ya Tanzania. Na kwa sababu tumekuwa tukiwafungulia, tunaye pia Aisha Masaka anacheza nchini Uingereza. The biggest achievement katika mpira wa wanawake. Na anayekuja ni Jemini. Na hivi tunavyozungumza, Jemini amepata klabu kwenda China, klabu ya Wuhan. Tunatakiwa kuwa na heri katika mpira wake, na sisi tunaamini hatuwezi kuwa na sababu ya kumzuia mtoto wetu yoyote atakayepata mafanikio. Jemini, we wish you all the best and we want you to come back when you finish your career in China. Okay? Asante sana. Tupige makofi Jemini. Amekuwa top scorer katika ligi ya wanawake record, na leo tumemfungulia mlango na kwenda nchini China katika klabu ya Wuhan. Wananchi, nilipoingia mwenyekiti na rais wa klabu ya Young Africans, niliahidi mambo matano. Jambo la kwanza nilikuwa ni miundombinu. Leo naona jengo la klabu ya Young Africans linaishika, watu wanaishi. Tuna ofisi bora.
It's not a game, it's a rich thing.